wanaliona sanduku la agano ambalo lilikuwa ni uwepo, ni ulinzi kwa wana wa Israeli kuwapigania katika vita likiwa linakuja. Biblia inaniambia kwamba wakati sanduku la agano linakuja, wale Wafilisti wakatetemeka. Na ndipo akasema, ni nani ambaye ataweza kutuokoa katika miungu ya hawa miungu hodari ya hawa wa Israeli? Kwa sababu wao walikuwa mtegemea Mungu wa mbinguni. Na ndipo anasema, ni nani ambaye atatuokoa na miungu wa Israeli? Wao wanaamini kwamba Waisraeli wanategemea miungu, hawaelewi mambo ya Mungu wa mbinguni. Na ndipo anatetemeka. Na ndipo vita vinaendelea. Vita vinapoendelea, Biblia inasema waliweza kupigwa. Licha ya kuwa walikuwa na sanduku la agano, Waisraeli waliweza kupigwa kama kawaida. Nataka nikuambie, kuna watu ambao wanajifarija kwamba endapo nitachukua hii Biblia nitalala nayo na kuweka kichwani pasipo kuomba, pasipo kumtegemea Mungu, wanaamini ya kwamba wao wameshamaliza. Wanaamini ya kwamba hawawezi kuja kumshambulia. Wanaamini ya kwamba hakuna adui yeyote ambaye atakuja kuwashambulia. Nataka nikuambie ya kwamba wengi waliofanya hivyo, Biblia walikuta zimetupwa huko na wamekabwa na wameshambuliwa na Mungu Shetani. Watu wengine wanafikiria kuja kanisani, lakini pasipo kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, wanaamini ya kwamba wamekwisha kukombolewa. Lakini nataka nikuambie, huyu Paulo leo anasema kwamba kipindi kile cha wana wa Israeli, kama walivyokuwa wakiongozwa na nguzo ya moto na wakati wa mchana wakiongozwa na wingu, ndivyo hivyo na sisi leo tunaongozwa kupitia Roho Yesu Kristo. Na tunapoenda kukiona hiki kisa mwishoni, tunaona hawa wana wa Israeli baada ya kupigwa wakaona hakuna namna tena ya kuendelea. Wakaamua kuanza kurudi nyuma, wakaanza kukimbia. Na ndipo kijana mmoja Benjamin anakimbia kwa ajili ya kupeleka taarifa kwa mzee Eli. Na anapokaribia, mzee Eli anaanza kusikia kishindo kikiwa kinakuja, kishindo. Na ndipo anapotazama, anakuta ni kijana anayetokea katika himaya ya Israeli. Na anapofika pale anamuuliza mapigano yaliendaje. Huyu kijana anasema kwamba mapigano yamekwenda vibaya. Wanajeshi 1000 wameweza kuuawa, lakini sio wanajeshi tu 1000 wameweza kuuawa, lakini kijana wako, mtoto wako Hophni na Phinehas wameweza kuuawa katika vita hiyo. Lakini mzee Eli bado haikumshtua. Lakini anapoendelea kutoa taarifa, anasema kwamba lakini na sanduku la agano la Bwana limetwaliwa. Mzee Eli alikuwa amekaa kwenye kiti. Aliposikia sanduku la agano limetwaliwa, Biblia inasema alikuwa na miaka 98 na yeye alikuwa ni mzito. Akadondoka usawa wa nyuma na kuangukia shingo na kuvunjika shingo na kifo pale. Lakini huyu kijana anaendelea kupeleka taarifa tena kwa mke wa Hophni. Na mke wa Hophni alikuwa ni mjamzito, alikuwa karibu ya kuzaa. Anapopewa taarifa ya kwamba mmeo Phinehas ameweza kuuawa, hakuweza kushtuka sana. Lakini anapoendelea kutoa taarifa, anasema na sanduku la Mungu limeweza kutwaliwa. Biblia inaniambia kwamba ghafla uchungu ukamjaa, akazaa pale, akalia kwa machozi. Na ndipo mama waliokuwa karibu naye wakasema ya kwamba usilie, maana tumepata mtoto wa kiume, ambaye mtoto wa kiume katika kabila la Waisraeli alikuwa ni ishara ya ushindi, ishara ya mkombozi ambaye anaandaliwa kuwa kiongozi kwa ajili ya kuongoza wenzake.
na Biblia inasema akaweza kufanya ushindi. Uwepo wa Mungu unapotoweka katika maisha yetu, hazina inapotoweka, tunapokuwa tukitembea lakini hatuna